kwanza ni taarifa ya habari mkisomewa nami Jamhuri mwa Vyombo. Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa wa Umoja wa Ulaya Bi Kaja Kallas ameshtumu vikali mpango wa sasa wa Israel wa ugavi wa misaada ambao anasema unazidi kuwahangaisha raia wa Gaza. Mpango huo umeyatenga kabisa mashirika ya utoaji misaada yaliyokuwepo awali ikiwemo yale ya Umoja wa Mataifa. Skola Kisanga anayo maelezo zaidi. Bikaja amesema asilimia kubwa ya shehena hiyo ya misaada imetolewa na Umoja wa Ulaya, lakini Israel ndio inaizuia misaada hiyo kufika huko Gaza. Pia amekaririwa akisema misaada hiyo ni bidhaa za mahitaji msingi ya kibinadamu na kwamba haipaswi kutumiwa kama silaha ya kivita. Umoja wa Mataifa umelalamika kuwa hali hiyo ya Israel kuweka vikwazo chungu nzima imezuia misaada kuwafikia waathiriwa wa mashambulio yao ya sasa na imevuruga kabisa mipango ya ugavi. Hapo jana watu 50 walijeruhiwa kutokana na msukumano uliotokea katika kituo kimoja cha kugawa chakula. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa unasema wengi waliojeruhiwa walipigwa risasi na vikosi vya Israel. Leo Namibia iko katika kumbukizi ya mauaji ya kimbari yaliyoendelezwa na Ujerumani mnamo karne ya 20 ambapo zaidi ya Waafrika 70,000 waliuawa. Ni maadhimisho ya mara ya kwanza na tarehe 28 mwezi Mei sasa itakuwa siku ya kitaifa nchini humo. Ushahidi umeonyesha maafisa wa Kijerumani walitumia kambi kuwatesa Waafrika ambao pia waliwafanyia majaribio ya kisayansi kinyume cha sheria. Wengi wa waliouawa walikuwa kutoka jamii ya wa Ovaherero na Nama. Mahakama moja ya Ufaransa imemhukumu kifungo cha miaka 20 daktari mmoja pale ilipompata na hatia ya ubakaji. Joel Lescouranek mwenye umri wa miaka 74 amekiri mashtaka yote yaliyomkabili kwamba aliwanajisi watu wapatao 300 hasa watoto wagonjwa ambao alikuwa akiwatibu hospitalini. Imebainika kuwa alipokuwa zamu kama daktari wa upasuaji hapo kati ya mwaka 89 na 2014 alikuwa akiwapa wagonjwa hao dawa za usingizi na kisha kuwafanyia ukatili huo. Tayari alikuwa anatumikia kifungo kingine cha makosa ya kingono. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Chancellor wa Ujerumani Friedrich Merz amesema nchi yake itaisaidia Ukraine kujijengea makombora ya masafa marefu yanayoweza kuvurumishwa hadi mbali ndani ya Urusi. Bwana Merz amezungumzia makubaliano hayo baada ya kukutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky huko mjini Berlin. Hii hapa tafsiri ya aliyoyasema Merz kuhusiana na usaidizi huo wa kijeshi. And this agreement will be signed today. Far-reaching weapons development. Makubaliano haya yatatiwa saini leo. Miongoni mwa silaha tunazozizungumzia zitakuwa za masafa ya umbali tofauti, yawe masafa ya karibu au mbali, ndio Ukraine iweze kujilinda vyema zaidi, iwe ndani au nje ya nchi hii. Can defend itself completely that way, also and against military targets outside its own territory. Na serikali ya Bosnia imesema maradhi yanayosambazwa na panya yamesababisha changamoto kubwa la kiafya mjini Sarajevo. Maafisa wa Wizara ya Afya katika hospitali kuu mjini hapo wamepokea wagonjwa zaidi ya 10 wapya waathiriwa wa magonjwa hayo katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Wakazi wanalaumu mamlaka kushindwa kuondosha mrundo wa taka mjini yanayochochea panya kuzaliana kwa wingi. Hii ni BBC. Shukran Jamhuri mwa Vyombo kwa taarifa hiyo ya habari za dunia. Msikilizaji, matangazo haya ya Dira ya Dunia yanasikika nchini Tanzania kupitia Radio Free Africa, Bud FM na Bomba FM. Nchini Uganda ni Voice of Karamoja, Radio Kitara na Radio Paidha. Nchini Kenya ya Tegisikio kupitia County FM, Mwenedu FM na Nyota FM. Na katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bila shaka matangazo haya yanapatikana kupitia Radio Muungano Beni. Pia unaweza kuyasikiliza kupitia FM kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, ambako hapo unaweza kututumia maoni yako kuhusu yale unayoyasikia jioni hii katika matangazo haya ya Dira ya Dunia tukipata nafasi.
Bila shaka tutayasoma maoni yako kadri muda unavyosonga katika Dira ya Dunia leo jioni. Mimi ni Karorobi nikiwa Nairobi, mwenzangu ni Martha Saranga akiwa Dar es Salaam. Karibu Martha. Asante Robi. Rais wa Kenya William Ruto ameomba radhi mataifa jirani ya Uganda na Tanzania katika hatua ambayo inaonekana kama juhudi za kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo ya Afrika Mashariki. Akizungumza wakati wa hafla ya maombi ya kitaifa jijini Nairobi, Rais Ruto alitoa wito wa kuboreshwa kwa uhusiano, akibainisha kuwa Kenya iko katika harakati za kujijenga upya. Kauli ya Ruto inakuja wakati ambapo mvutano umeibuka kufuatia hatua ya Tanzania kuwatimua wanaharakati kadhaa wa Kenya waliojaribu kuingia Tanzania kufuatilia kesi inayomkabili kiongozi wa upinzani nchini humo Tundu Lissu. Beldin Waliaula na taarifa zaidi. Our neighbors from Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us. Imekuwa takriban wiki mbili za majibizano mitandaoni kati ya Kenya na Tanzania. Mvutano huo ulianza baada ya baadhi ya mawakili kutoka Kenya, wakiwemo waziri wa sheria wa zamani wa Kenya Martha Karua, aliyekuwa jaji mkuu Willy Mutunga, kuzuiwa kusikiza kesi ya kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu ambaye ameshtakiwa kwa kosa la uhaini. Nimeambiwa wamemrudisha airport. Kama mnaweza mkamrudisha jaji mkuu Willy Mutunga airport asije kuangalia kesi inaendaje, mmekwisha. Baadaye wanaharakati kutoka Kenya wakiongozwa na Boniface Mwangi ambao tayari walikuwa wameingia nchini humo walizuiliwa kwa siku kadhaa, pamoja na mwanaharakati kutoka Uganda Agatha Atuhaire. Wito wa kutaka wanaharakati hao kuachiliwa uhuru zilitanda mitandaoni, huku Rais wa Tanzania Samia Suluhu akitetea hatua ya serikali yake ya kuwazuia wanaharakati hao. Na kwa sababu ya uzuri na madhubuti wa taifa letu, mnaona yanayotokea leo. Kwamba nchi watu kutoka kwengine wanataka kuja kuvuruga huku ndani. Sasa hii kazi ya kulinda hilo sio yangu peke yangu, wala sio vyombo vya ulinzi na usalama peke yao, ni sote. Kwa sababu wakikosa huku watapita huko, kupita mawizara, mashirika yetu, nani watataka kuingia huko kuvuruga. Naomba mkalinde taifa lenu. Baada ya takriban siku 4 wanaharakati hao waliachiliwa uhuru, wote wakisimulia madhila waliopitia, huku cheche mitandaoni zikiendelea baina ya mataifa hayo mawili. Rais Samia Suluhu akisema hatishiki na yale yanayosemwa. Tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huku. Tusitowe nafasi. Walishaharibu kwao, walishavuruga kwao. Nchi iliyobaki haijaharibika. Watu wako na usalama na amani na utulivu ni hapa kwetu. Kuna majaribio kadhaa. Niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama na nyinyi wasimamizi wa sera zetu nje kutoa nafasi kwa watovu wa adabu wa nchi nyingine kuja kutovuka hapa kwetu. Hapana. Nimeona klipu kadhaa za kunisema niko bias na nini. Nalofanya ni kulinda nchi yangu na ndio wajibu niliopewa. Wabunge kadhaa nchini Tanzania wakiwa bungeni walitumia fursa waliokuwa nayo kumtetea Rais Suluhu na kukashifu wanaharakati wa Kenya na vijana Gen Z ambao waliwatuhumu kuwa wanamkosea heshima rais wao. Sisi Tanzania hatuna cha kujifunza Kenya. Hatuna hata kimoja cha kujifunza. Tunawazidi siasa, tunawazidi akili, tunawazidi kila kitu. Na wala swala la Kiingereza sisi sio kipaumbele. Hatuna ugomvi na Wakenya wa kawaida. Tuna ugomvi na wanaharakati. Hata hao Kenya, baadhi ya wanaharakati wanaojaribu kufikiri kwamba hili taifa ni la ovyo, walipoanza kuchinjana miaka michache iliyopita, ni taifa hili lilikwenda Kenya likarudisha umoja, amani na mshikamano. Kubwa kuliko yote ni kemea tabia mbaya ambayo watu wanaichukua AI, wanaenda kuleta michezo ya ajabu, wanachora mapicha si mazuri kwa ajili ya kufanya bullying kwa rais wetu Samia Suluhu Hassan. Kama mjumbe wa kamati ya ulinzi na usalama, ninakataa na ninakemea kitendo hiki kwa sababu hakikubaliki.
Mvutano huu umetishia uhusiano wa kidiplomasia wa miaka mirefu kati ya Kenya na Tanzania. Na leo hii katika mkutano wa maombi ya kitaifa nchini Kenya, Rais wa Kenya Daktari William Ruto ameomba msamaha kwa Tanzania kwa yote yaliyotokea. And so, ladies and gentlemen, friends, our neighbors from Tanzania. Mabibi na mabwana, majirani wetu kutoka Tanzania, kama tumewakosea kwa lolote, tunaomba msamaha. Marafiki zetu kutoka Uganda, kama kuna lolote ambalo Wakenya wamefanya ambalo haliwapendezi, tunaomba msamaha. Kwa watoto wetu, kama kuna hatua tuliyokosea, tunaomba msamaha. We want to build the relationship that will make our country great. Katika mkutano huo wa maombi, naibu rais wa Kenya Kithure Kindiki amewataka vijana kuwaheshimu viongozi wao na kudumisha uhusiano mwema. That we need to work on these relationships continuously and looking at what was. Nasema tunafaa kuboresha uhusiano wetu. Tukiangalia kilichosemwa hapa, haswa kuhusu majirani wetu wa Uganda, Tanzania, ni jambo jema. Tumeona majibizano baina ya viongozi wetu na tunataka kutumia fursa kama hii kusitisha majibizano hayo, kwani sio sifa nzuri kwa ndugu na marafiki wakiwa wanajibizana. Lazima tujenge uhusiano mwema na tulinde uhusiano huo. We must build good relationships and sustain them. Belden Waliaula, BBC. Kansela mpya Ujerumani Friedrich Merz amemwambia Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa Ujerumani iko tayari kuisaidia Ukraine kuzalisha makombora ya masafa marefu kwa ajili ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ya Urusi. David Nkya na maelezo zaidi. Ziara hii inakuja huku ikulu ya Kremlin ikiwa imeonya kwamba uamuzi wowote wa kusitisha vikwazo vya masafa marefu kwa makombora ambayo Ukraine inaweza kutumia itakuwa ni mabadiliko hatari kabisa ya sera ambayo yataathiri juhudi za kufikia makubaliano ya kisiasa. Lakini Kansela Merz amekuwa akisisitiza kwamba uamuzi wa kuondoa vizuizi vingi ulifanywa na washirika wa magharibi miezi iliyopita. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba kila mmoja anapaswa kuendelea kukemea uovu wa Urusi ambao umesababisha maafa makubwa kwa nchi yake. Hatupaswi kusahau kuhusiana na uonevu na uvamizi huu mkubwa unaoendelea. Urusi inaua watu wa Ukraine bila ya hatua yoyote. Urusi inapaswa kusimamisha mara moja mauaji haya na mpango wake mzima ambao ni mbaya. Tunapaswa kuilazimisha Urusi kuvimaliza vita hivi. Kwa kweli, na hili niliweke wazi kabisa, tunahitaji msaada mkubwa ikiwa ni sambamba na teknolojia ya ulinzi wa anga. Ni muhimu sana na ndiyo maana tunaiomba Ujerumani itusaidie katika hili ili tuweze kujilinda dhidi ya adui, na ni muhimu sana. Ijapokuwa Ukraine na Urusi zilifanya mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja kwa zaidi ya miaka mitatu mjini Istanbul mwezi huu, mkutano huo ulihusisha maafisa wa ngazi ya chini na waliweza tu kuafikiana kuhusu mabadilishano ya wafungwa ambayo yalifanyika mwishoni mwa juma lililopita. Kwa upande wake, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema mashambulizi makali ya Urusi yanayoendelea nchini Ukraine ni kama kupuuza juhudi zinazofanywa na wasuluhishi mbalimbali. The massive airstrikes. Mashambulizi makali ya angani yanayofanywa hasa ambayo tumeyashuhudia mwishoni mwa juma hayana dalili ya amani kabisa. Yanatoa ishara ya ubabe na vurugu. Ni kama kumpiga kofi la uso yeyote yule ambaye anapambana kupatikana kwa amani, yaani Ukraine, Marekani na hata bara la Ulaya. Or in the United States. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema Ukraine ndio chanzo cha mgogoro huo na kwamba mashambulizi yanayofanywa dhidi ya raia wake hayafai kufumbiwa macho. Let me draw your attention. Kama hamfahamu, labda niwaambie tu kwamba kuna ugaidi mkubwa unaofanywa na mamlaka ya Kiev, kwa sababu huu ni utawala ambao umejiweka wazi kushambulia makazi ya watu na hatuwezi kunyamaza katika hilo. All these civilian facilities. Licha ya kuendelea kwa juhudi za kidiplomasia, jeshi la Ukraine liliripoti mmoja wa mashambulizi makubwa zaidi ya ndege zisizo na rubani usiku wa kuamkia Jumatano, wakati Zelensky aliposema kwamba Urusi imetumia zaidi ya ndege zisizo na rubani 900 kufanya mashambulizi. Vita hivyo ambavyo sasa vimeingia mwaka wake wa 4 vimegharimu maisha ya makumi kwa maelfu ya watu na kuacha sehemu kubwa ya mashariki na kusini mwa Ukraine kuwa magofu. Moscow inadhibiti takriban 1/5 ya eneo la nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na Crimea ambayo ilitoa mwaka 2014. David Nkya, Dira ya Dunia, BBC.